Lete vocha. Hebu acha bangi mwanangu. Lete vocha bwana. Sina. Sio ushaanza kuvuta bangi, unavuta. Oi, unapuliza. Si ndio? Nimekupa 10,000, nimekwambia ukanichukulie vocha ya jelo. Nataka niingie mtandaoni hapa sasa hivi. Alafu sasa hivi unakuja kuniambia vocha huna. Vocha umepeleka wapi? Kuna kaka amenibia. Yaani Masela amekuchukulia wewe, Masela unaingia kile stress Masela. Babu ni twende huko, twende. Poa, twende. Nimetafutaje wewe dress rahisi tu. Twende. Poa. Mwanangu sio mchezo wako. Wewe vipi? Mbona kama hivi bwana? Yuko vipi? Wewe umechora kama hiyo babu vipi? Hapo ngoja kwanza. Oya, tulia basi hapa. Nimekosea njia. Kwanza una nini kwa? Tulia basi kwa kama hivyo. Tulia kwanza. Unatuletea habari zako. Tulia vyote. Wewe kamati huyo. Sasa mbona anakuja bila kusalimia kama hivi? Mfukoeni huyo. Sogezee kwa huku. Hamna. Tembea. Shule. Nzuri. Hivi soma shule gani mimi? Temeke. Temeke. Sisi tumemaliza pale. Unajua tena mambo ya mazigizaga utundu kiskuli pale unajua zile. Unamjua Shabani? Ndio namjua. Shabani yeye ndo yule akifundisha physics yeye ndo akifanya sasa hivi tukutia yeye. Kodi nini tumetulia tunamwona. Unajua? Kodi ya kufanya nini? Hapa simu sina, labda kuandikia tu. Namba si inatumika kwenye miamala lakini basi kwa kiasi. Bye. Shikamoo. Marahaba za asubuhi. Salama. Upo? Mimi nipo. Sasa mimi naenda kwenye marejesho. Kakako Kiromo akija, mwambie nimkute. Sawa mama. Hello? Mimi mzima.
shikamoo. Marahaba. Alafu afadhali umekuja kaka. Kaka mama akasema hivi, akukute hapa ana shida na wewe. Yeye kaenda wapi? Kaenda kwa Vikoba. Basi poa. Poa. Bwana karibu. Mambo asemaje ndugu yangu? Mambo yanaenda ndugu yangu. Vipi bwana? Upo? Nipo. Unanika nini mavazi nini? Bwana si unajua leo yenyewe Jumapili. Jumapili hapa ndio nachana hapa. Nini kama imejaa hapa amenikanika nguo nini si unajua? Yaani ukimwona msela siku ya Jumapili alafu anasafisha ghetto unajua kuna kitu kinakuja. Mbaya hiyo. Wewe hiyo yangu. Hiyo nzuri hiyo. Au sio? Basi karibu. Vipi ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa napita ngasema kuja kwaje kuna ndugu yangu hapa. So sasa hivi naelekea mimi pale kijiweni kwetu bwana. Basi hapo ndugu yangu usiwe na shaka. Lakini mtaani si fresh. Safi kabisa. Au sio? Basi sawa. Mimi fresh. Ndio hivyo bwana. Basi nahisi hapo tutakutana jioni. Tutakutana Safi. Basi sawa. Next tunaweza kukutana pale maskani. Acha mimi niendelee kutengeneza hata. Au sio? Basi kwa mimi nipo pale bwana. Sawa ndugu yangu. Poa baadaye bwana. Poa bwana. Acha mimi niendelee mimi. Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Daïla. Le monde part en couille. Sisikia mchumba. Kwani hapa mimi nimekuta hapo jioni. Nitapa msielewi. Unajua tena nichukua wako mazingira yale sio. Kwa kitu kimoja kwa msielewi. Kesho mtaani. Kwa kufanya hivyo mazingira kesho mtaani kwangu. Kwa nyumbani na banwa, yani nikitoka shule nikosha vyombo. Unabanwa nini? Unashinda kumuelekeza bi mkubwa ambaye ameenda kwa shoga yangu kwa kuelewa. Tatizo uko nyumba ni kweli. Wewe njoo mtani kwangu yani kama Ulaya vile yani ukifika kwanza utoke yani kumeshine yani unajua Kinyamwezi yani ile. Kwa ufanya hivyo basi kesho uje mtani kwangu unajua wewe. Uje bwana unashinda kumuelekeza bi mkubwa. Mwache mwanafunzi asome. Huku familia haieleweki, mama naye kutwa madeni, kaka amezidi naye uni ameyatimba, hata sijui wai kwa nini mtani na kwa kuna amani, balaya nitafarani ameyatimba, nashindwa elezea maumivu nayo yapitia kusikia haya. Inakuwaje wema? Kama kawaida mwanangu Momo.
Kila mpanda mabaya uvuna na ndugu zake. Wewe hilo lako Sadiki, utavuna peke yako. Umenielewa? Na huku familia haieleweki, mama naye kutwa madeni, kaka amezidi naye uni ameyatimba, hata sijui wai kwa nini mtani na kwa kuna. Wewe mwanangu, nimekuita pale ili mradi tuongee mimi na Chobingo. Yule mdogo wangu mimi si unampata wewe? Yule mimi namsomesha. Na kama namsomesha, kuna dogo anamfuatilia. Kuna dogo mmoja anaitwa Prince. Prince? Prince huyo. Dogo mmoja bisho yule. Nielekeze mwanangu. Mwanangu, nishamkanya zaidi ya mara 2 mara 3 lakini bado anazidi kumfuatilia mdogo wangu. Kwa hiyo nikaamua bora nikuite mwanangu ili mradi ili jambo tulifanyie kazi. Nielekeze sasa mwanangu, kama ushakuja kama hivi tumekutana, nielekeze sasa. Wewe unasemaje sasa hivi au kazi tufanye kazi saa ngapi sasa? Hata sasa hivi baridi tu, mimi niko fresh. Mwanangu, inabidi ili jambo haraka kwa sababu hata kule tulikuwa tuna mazungumzo mimi na bibi mkubwa. Tumekaa tulikuwa tunaongea kikao cha familia. Yule panya yake Prince alikuwa muda wote anampigia simu anamsumbua. Kwa hiyo nichoamua bora nikufuate ili mradi tukamuoneshe kazi. Mwanangu, bwana fi mwanangu, kama simba ana tukamao ndio tunataka sisi. Sio nataka kutembea na toa shule. Nataka tukamao na kanyagia tu. Nataka kama tunaenda kia tukachukue mafuta tukawapakee. Sasa hivi baridi mwanangu. Inabidi mimi niende kwanza mtaani nikabadilishe nguo chapu. Alafu ili mradi tulifanye hii kazi. Wewe mwanangu mjue Kilomo. Nikwambia mtoto kayatimba. Wewe unakubadilisha nguo. Yaani mtoto Prince huyu sikaya kanyaga, kayatimba. Sasa kwa hiyo tunamuonyesha show hiyo. Mwenyewe atashuhudia. Sasa sikia mwanangu, wewe unakubadilisha nguo. Mimi sitaenda kubadilisha nguo nini? Mimi ningia magetoni, nachukua mafuta mgando. Kama yule mtoto tunamfanyia kule mwanangu, na sasa sikia wewe nenda kubadilisha nguo. Wewe nenda kubadilisha nguo, mimi sitaenda kubadilisha nguo mwanangu, nakusubiria hapa. Au kama vipi? Mimi ningia magetoni, nenda kuchukua mafuta. Wa mwanangu Kilomo, nenda faster uje tuondoke. Alichelewa mwanangu shika. Sana tu. Odi? Wow. Fadhali nifike. Karibu. Nani? Tulia hapo, tulia. Tulia hivyo. Tulia. Afu wewe. Kwa hiyo humu ndo shuleni au sio? Afu wewe. Wewe ndo kufanya kitu kibaya. Uone. Humu ndo shuleni? Afu nilikwambiaje swala? Tulia hivyo. Afu wewe. Nilikwambiaje wewe? Tulikwambiaje? Afu wewe. Nilikwambia muache mdogo wangu asome. Sasa leo nitakufanya kitu kibaya. Umenielewa? Watoto kama dawa mafuta tu. Lazima nimpakie mafuta huyo. Leta uanzi. Kuja hapa. Njoo hapa.
Tolib. Vipi bwana Momo, kwema? Kwema, asalamu alaykum. Waalaikum salaam bwana, kwema. Mambo asemaje? Mwenyezi Mungu anasaidia. Vipi nyumbani huko? Nyumbani Mwenyezi Mungu anasaidia. Bwana juzi nimeingia mtaani hapa nikakutana na kijana mmoja. Kama bwana nilikuwa nina shida ya simu. Bado tukakutana na bwana Momo, huyo mtu ni mtaalamu sana wa vitu kama hivi. Yes. Sasa leo ndo kama bahati ndio nimekukuta sasa. Sema ndugu yangu vipi? Kuna jipya gani? Mzigo vipi nitapata? Yako simu tu. Yaani simu tu. Nahangaika kweli yani kuhusu simu yangu. Yaani ndugu yangu, kama una shida nyingine kuhusu simu. Yoyote ile Kiswahili smart, mimi hapa. Au sio? Niangalie hii. Yaona simu hiyo? Sasa hivi na mwezi mmoja toka sister alitoka Dubai. Kwa sababu simu hii. Nenda kale kwa simu unajua wewe pale. Wewe kutoka kampuni. Wewe kutoka kampuni hiyo. Unaona simu? Ina mwezi mmoja Dar es Salaam. Kwa sababu kaniletea sister kutoka Dubai. Mimi dangu siko Dubai. Ndio nafahamu. Kwa hivyo vitu vya simu vya umeme ananitumia sana. Ndio. Na hizi kale kwa nzima unajua wewe. Town kule. Hakuna simu kama hiyo. Yaani niko peke yangu. Kweli kabisa. Yaani ubonge wa simu yani. Sasa shilingi ngapi mwanangu unanifanyia simu? Ndugu yangu na Twalibu. Mimi nipa 250 hiyo na kwa fresh sana mwenyewe. Nipunguzie 50 basi ndugu yangu kidogo. Mimi katika 200,000 kuongezea hata basi hata 10 itakuwa vizuri sana kwa sababu nina shida kweli na hela. Sawa. Kwa sababu simu dai imetoka mbali sana. Najua Tanzania na peke yangu jua. Ndio, kweli wewe. Yaani hiyo simu ya kuuza milioni 200 lakini kwa sababu mimi nauza shida mpaka nataka hiyo 200,000 kwa sababu nina shida kweli yani. Basi sawa. Kama ni hivyo hamna shida yote kwa vile kutokana na changamoto zako kupitia sijui visa mpaka simu kuja hapa basi mimi tayari nishakuelewa basi tutakabidhi hiyo pesa. Shukrani sana ndugu yangu. Shukrani sana. Asante sana. Ndugu yangu bwana Nancy. Vipi bwana? Mambo anasemaje bwana? Mambo anasemaje ndugu yangu? Mambo yanaenda, unajua ndo na chati tu hapo. Au ndo shemeji maana ndo umedanyesa 7 mida ya kula ila sema kidogo. Shemeji wapi? Wadau tu ndugu yangu. Au sio? Sasa bwana kwenye pita zangu ndugu yangu pale mtaani mkutana na mtu mmoja sana, huyo ni dalali wa simu bwana Momo anaitwa. Momo. Kuna simu moja kaniuzia kali sana sababu dada yake yuko Dubai. Ndo waga hivyo vitu waga napeleta sana. Sasa nisipoteze sana muda kuja nikuonyeshe. Simu kubwa sana hii hapa ndugu yangu. Bwana hiyo simu hiyo kali sana. Tulia basi kwa kama hizo. Tulia. Umesema nani vile? Momo. Momo. Tuma bomba. Tulia sana. Kweli tuma kweli. Ila sasa ndugu yangu hapo umeatima. Yaani vipi? Mbona kama sielewi yani? Utaelewa. Ikoje? Unajua hii simu ni ya kwangu. Alafu hii simu mimi ilinipotea. Sio, umenielewa? Yaani kwa leo kwa kuwa nimekaa tu hapa, ukisikia Mungu sio Asumani ujue ndio hivyo. Yaani umekuwa umeniletea kutu. Nice simu yangu. Hivyo hujaingia kwenye mafali kukagua. Hiyo simu unavyoipata tu moja kwa moja kwa imekuja kwa sababu wewe ndio mtaalamu wa kuchezea simu sana. Sawa. Ukisikia matikiti kudondoka, matikiti kudondokea ndugu yangu ndio hiyo sasa. Mbayo. We, nzuri hiyo nipeleke kwa aliyekuuzia simu. Sasa unaenda wapi ndugu yangu? Una wakati simu ndio ishakuwa kwangu. Sasa ndugu yangu unaenda wapi? Nimeshakwambia nipeleke kwa aliyekuuzia simu bwana. Wewe si unamjua bwana Momo? Unamjua? Unamjua? Haya nyuka twende. Ndio twende bwana. Twende mzee. Vivi blazansi. Oya mdogo wangu. Kama kawa ile mwanangu. Vipi Momo yupo? Una shida gani kwani? Mwanangu unapoulizwa swali najibu ujibu. Umeulizwa swali uache mambo mengi, acha kuuliza swali. Umeulizwa Momo yupo. Inabidi ujibu swali kabla sijaanza kukorofisha sasa hivi, au sio? Momo yupo. Momo nimemwacha mtaani. Hilo ndio jibu. Yupo au sio? Baridi, hamna noma. Blazansi vipi anachukulia poa nini? Au kisema wangu mdogo anaona poa vipi? Sema baridi hivyo.
Nani? Na twalipo hapa. Bwana Talib. Karibu bwana. Karibu. Vipi bwana, habari yako? Salama. Wema. Wema, karibu. Na upo? Nipo. Karibuni. Asante baba. Vipi mambo anasemaje? Mwenyezi Mungu anasaidia bwana, tupo. Naona hapo na magazeti kidogo fuatilia michezo. Unajua usajili huu. Kwa hiyo tunaangalia nani kasajiliwa, nani kaachwa. Sawa. Baba. Salamu uzunguni. Hii ndo Bongolandi baba. Umesikia? Hapa nataka kilichotuleta ndo kimetufuata. Mambo ya salamu hapa ano. Mtu wapi? Bwana jamaa kuna ile siklofonuzia simu ile kwa mvumilie kidogo, maana huyu jamaa mkutana naye mtaani kanaambia kwamba ile simu ilionuzia kwamba ni ya kwake. Sasa nimeshindwa kuelewa kuna nini hasa, ndio maana kama anije naye hapa ya kwake kuzungumza naye. Na mimi simu simu kutoka Dubai ile. Kweli kabisa. Kwanza bro, samani bwana. Simu watu wengine na viatu sawa. Watu wanavua hapo nje. Oa. Sishasema sasa hivi nataka unipeleke nani aliyekupa simu. Ile simu Tanzania iko mimi peke yangu natumia ile. Hakuna mtu anatumia zaidi ya kwangu mimi. Sasa ipo Dubai. Au mimi sisi tukawizi. Sasa tunatia matripia, maflash ya, mafiji. Anakuja kwenda kuchukua pale. Hapo mimi sikuza simu wizi. Ile simu kutoka Dubai. Ile simu tolele pale Tanzania mtu hakuna. Ndio mimi peke yangu. Na mimi nimeuzia njaa tu. Oa. Sio kwambia bwana tupeleke. Baba, mimi nataka hapa kilichotuleta ndo tuchifanye. Mambo sijui swala simu umetolea Dubai. Tu simu umetolea sijui wapi au mimi siataki. Oa, nataka tupeleke nani aliyekupa simu. Au usipokee uje mimi nipo kwangu ujue. Wao mtu wapi huyo mtu huyo? Unasemaje? Nataka kuonyesha simu. Majirani anasikia. Kwa mwanangu. Kwa umesikia? Mimi nitapeleka kwa mtu upo, arumiza hiyo simu. Umeelewa? Bata kama wasema anapiga ngumi fresh. Hapa amani mtu amna kupiga ngumi wala ni au sio mwanangu? Kweli. Mimi nampeleka kwa mshikaji. Yupo. Hata sasa hivi mimi nataka nampeleke. Ndo nyanyuka twende. Tangulieni basi mimi. Wewe nyanyuka twende. Nyanyuka babu. Nyanyuka. Wewe mwana binadamu bwana, sio chunga babu, vipi bwana? Nyanyuka tuondoke. Fundi. Tangulia basi nataka nyanyuka bwana. Nataka nikufungua wangu ulifu wangu baba. Kwa mkopa njoo mara moja hapa. Vipi? Oya. Karibu. Mwizi wenu hao, mimi naondoka bwana. Baba, unaenda wapi? Rudi hapa. Rudi, bado tujamalizana. Vipi sasa kusoe langu wanao? Oya, yasimulizia mbona umesimamia wizi sana? Wewe sija kuuzia simu mboyo, unanijua mimi. Mbona unakuja kunibuliza watu maskani? Unanijua mimi. Oya, unizia mimi simu. Vipi malume, mimi sikujui, fanya maisha yako. Mkomba si ule kunuzia simu. Mkomba nani wewe? Mimi sio mkwemba, jichenge, fanya maisha yako mboyo. Mkomba unanikataa mimi. Nani mkwemba? Kwani wewe unatoa baba, wewe msubiri bwana. Sikiliza. Oya mzee wangu. Bwana Twalibu. Sasa mimi simu yangu nafikiri nimeshaipata. Masuala ya pekeche, masuala ya kugombana, kulumbana wala mimi sihitaji. Sasa mimi kwa simu yangu nimeipata, ili jambo utalimaliza wenyewe. Alafu mdogo wangu, uangalie uso wangu vizuri. Umaki, siku ukija kukutana mimi njiani, navyokueleza, na uchana huo uso wako afa makanasi nikafanya mafuta nikapika supu mimi. Oya, mimi naondoka, utamalizana nao hapa. Kwa mwizi wako hapo umezana naye. Kwa vipi? Jichenge mboy, nini hapa? Poa maana. Jichenge poa vipi wewe, jichenge. Vipi Baza Kilomo? Kama kawaida mdogo wangu vipi? Kama kawaida usio? Yeah. Sababu Baza Kilomo nini sikia bwana. Kuna mshamba fulani anaitwa Hans, unajua kaja bai maskani katibua sana ujue. Unajua kakoloma sana jitendo malume au sio jitee Simba, unajua sisi tumeona zalao muziki fulani, unajua. Yaani katibua sana ni sema unajua nini?
Sema blaza Kilomo. Itasalau bwana. Sema mimi nishaona salau dakika mwisho pale nyewe tunataka na sisi. Sema blaza Kilomo unapoa au sio? Unasemaje? Ndio hivyo bwana blaza Kilomo. Sikiliza nikwambie, maskani yangu mimi hawezi akaharibu mtu yoyote. Kama ule dogo Hansi kaja akakuharibia, kaja karibu katika maskani yangu. Mdogo wangu ameyatimba. Subiri nimfuate, kuna dogo janja mmoja Shemkawa, mwanangu kishenzi. Hilo jambo litakuwa limeisha. Baridi. Hawezi akaleta zalao michongo kama yapo hiyo. Alafu sisi wakulungwa tupo analeta mambo yake ya kiduanzi. Sikiza mdogo wangu, hilo swala wewe niachie mimi. Kwa sababu mimi katika kempu zetu, kempu yangu mimi, hakuna mtu yote ataleta fyoko. Kwa hiyo swala lazima nilifanyie kazi, hawezi akaleta mambo ya kiduanzi. Kabisa mwenye blaza Kilomo, ni bila kuchoka, ni mtoto mdogo tu yule Hansi. Usijali mdogo wangu, hilo limeisha. Subiri kuna mwanangu nitamfuata. Itaisha chapu tu, mwenye maamuzi ya haraka. Gudi hapo wenyewe. Baridi mdogo wangu bila kuchoka kama vipi. Bwana Hansi. Poka, vipi ndugu yangu? Fresh ndugu yangu. Kama kawa. Mbona sasa hivi nakupigia simu yako upatikani? Shida nini? Hiyo kwa kuto kunipata, uende ikawezekana labda mtandao. Maana tangu wapandishe hiyo 5G, sisi wengine wa 3G huku 4G wala hatupatikani. Labda mtandao tu ndugu yangu. Kwa hiyo tatizo ndio hilo. Kama shida mtandao si usajili ni nyingine tu ndugu yangu. Tutasajili bwana. Lini? Siku zinaenda si ujue. Sawa, niambie ndugu yangu. Safi tu. Maana niko natoka zangu nyumbani huko. Naelekea huko nimepigiwa simu hapa. Si unajua ile michakato yetu. Kwa hiyo nikaona nimekuona hapo naingia kama mshale. Nikaona bora nije kusalimie ndugu yangu. Nikienda nikirudi nitakuja kwako. Basi sawa, mna shida. Mimi naenda huko nategemea nikirudi nikukute ujue. Maana nimekumisi balaa. Sawa bwana, sasa utanipigia hata na simu na wewe. Sasa simu upatikane nitakuona kama sasa hivi. Haina shida. Sawa ndugu yangu, mimi naenda bwana. Haya bwana. Halo. Umesema shua hela mimi nitayachaja. Hapo sasa hivi. Poa nakuja mwanangu. Nitayachaja hela hiyo. Sema nini mwanangu? Yule dogo kaniletea zalao. Na mimi zalao waga sikipende. Tutamkamata. Mwanangu, kama kasubu wewe mwanangu, wewe Kilomo. Kulia. Kushughulikia mtoto. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à y Bwana bwana kwema. Mambo yanasemaje? Mambo yanaenda. Baba. Mbona hea kama unaozesha binti wa kike? Mwanangu wewe acha. Yaani jua linawaka. Yaani leo tena nisha mwilini. Inapo nipo kwenye nyakati za kumtafuta bwana Momo. Yaani kwake si wiki nzima nasikia yupo. Sasa nikamwangoja kwa ningie mtaani nimsake. Hapo ndugu yangu ndipo unaponichanganya.
Unaponiambia unamtafuta bwana Momo ukizunguka kwenye vichochoro. Umesikia kafungiwa GPRS yule? Hayo mambo ya kizamani ya ndugu yangu. Na kushangaa wewe unaleta ushamba. Labda hapo cha kukushauri. Yani hapo labda nikusaidie kitu kimoja. Unajua watu siku hizi wanaenda kidigitali. Mtu akiwa na brain confused, alafu akawa anaongea pointless. Umeona? Anaenda kituo cha polisi. Sasa mimi nakushangaa ndugu yangu, vituo vya polisi vya nini? Mfate, watu wanapeleka kesi ya kuku ndugu yangu. Utashindwa hiyo kesi ya 250. Nenda polisi bwana wewe ukamshtaki ikishindikana kukulipa. Basi sawa ndugu yangu. Yaani hapo mwanangu hapo leo umeongea pointi sana. Mimi nitaenda. Mimi kila siku naongea poaga pointless. Sema leo umeongea pointi sana. Mimi hilo swali nitalishughulikia, nitaenda. Hapa mimi nilikuwa naelekea hivi. Sasa sijajua ulikuwa unaelekea wapi. Au ndio upo katika kumtafuta harakati zako za kumtafuta bwana Momo? Ndio nipo Momo kwenye njia hizo. Momo kakufanyia kazi. Jao sana mwanangu. Hata mimi niende na zangu. Basi poa. Momo huyo. Momo mtaalamu. Oya vipi? Kama kawaida. Bye. Au sio? Wala kama kawa mwanangu. Afu hiki kitu changu kabisa hiki. Kabisa. Umekiona hizi pigo zangu hizi. Mitoko yangu hii mwanangu. Sasa sikia mwanangu, mimi naomba nisizi hapa mwanangu, afu shtua hapo. Shtua mwanangu. Shtua. Kwani asitue mwanangu lete hapa. Au sio? Sasa hivi vitu vyangu hivi. Kabisa. Mimi nataka kambini mwanangu. Mimi napiga vitu kama hivi. Kambi nzima mimi nanijua. Nishavuta hadi Marekani pia. Nishavuta hadi Marekani. Basi wanangu, kuna kijiji kimoja kinaitwa Ichemba kwetu huko. Ichemba. Watu kule wanafikiri hii ndo mboga yao. Mboga hiyo? Hii mboga yao tunatwanga. Hii hapa tunatwanga, tunaweka kwenye mboga, tunachanganya na mboga ya majani moja inaitwa nsansa. Nsansa? Nsansa. Nasikia hiyo. Hii mbona ndo mboga zetu sisi? Kwa hivyo ndo vitu vyako adimu hivi. Yaani nishavutishwa mara kwanza mimi navutishwa hii hapa. Na jamaa mmoja ananiambia piga hapa, ananiambia fanye hivi. Afutoa moshi nje. Afu ananiambia piga hapa. Afu ananiambia sema ndo inapanda sasa. Unaona wanangu? Yaani mimi hapa unaniona mimi? Mimi kama unavyonijua, mimi FBI. Umeona? Mimi FBI wa Marekani. Yaani katika lile jeshi la Marekani ambalo lilitumwa kwenda kumkamata Osama. Umeona? Watu walitumwa kwenda kumkamata Osama. Sasa na mimi nilikuwemo. Nilienda kumkamata Osama. Ili unasikika tetesi, unasikia kwamba mtano anasema Osama kafa, Osama kafa. Umeisoma? Wanasema Osama kafa. Uongo. Ule ni uongo. Osama mimi nikwambia nawaibia siri. Osama yupo getoni kwangu. Getoni kwangu. Osama nimemhifadhi mimi getoni kwangu. Saddam Hussein ndo mpishi wake. Bwana. Oye wazee! Allah. Nishakwambia sikutaki, sasa huku umenitia nini Unataka uje kunitia na huku kaka zako ile uje kuniua? Unataka uje kuniua? Babu, sijakuitia hilo, nimekuitia hili. Nini? Dadangu nimekupeleka shule usome lakini unafanya
ujinga. Dadangu nimekupeleka shule usome, lakini umeshika mimba. Sasa kwa nini umekatisha malengo yako mapema? Oh, ameatimba. Bora bi mkubwa mwanao hajarudi mpaka sasa hivi afu mwenyewe njia inaniuma mkubwa. Sasa mimi ni safe. Unaniongelea mimi unanitolea mijicho mkubwa mwanao hajarudi mpaka sasa. Wewe sina mtoto mkubwa kutafuta pesa huko ndani. Bi mkubwa. Mimi njia inaniuma kishenzi afu mwanao rafiki yangu mpaka sasa hivi hajarudi. Mimi njia inaniuma. Mwanafunzi gani mpaka sasa hivi hajarudi wala nini? Kilomo. Hivi mundani wa kutafuta pesa nani akula? Siku nyingi mwanangu hujatoa pesa. Unatarajia mimi nitapika nini? Sawa bi mkubwa, usijali swala hili, mimi nitalishughulikia. Mimi nakutegemea wewe. Dada yako ndo huyo anasoma. Wewe ndo tegemezi langu. Lakini mwanangu una wiki ya pili. Hata kustuka bure. Ukasema kwamba mama atakula nini? Wewe una matatizo mwanangu wewe. Kama Kilomo una matatizo kweli. Wewe nakuja. Wewe nakuja bi mkubwa. Wewe nipe hela mimi. Nakuja bi. Nipe bwana hela nile. Nakuja. Wapi mtoto mwingine bwana? Nakuja bi mkubwa. Unakuja kati unaenda? Afu mtoto limechanganyikiwa hili. Sasa ndugu yangu kipande blaza nimekuita hapa. Mimi na shida moja bwana. Yaani katika pilika zangu, katika hangaika zangu kama unavyonijua mwenyewe. Nimetia mtoto wangu mimba. Umetia mimba mdogo wangu, mbona vitu vya kawaida ni simple. Sasa mbona unacheka sasa? Unacheka nini? Mimi nimekuita hapa ili uje unisaidie tena unacheka. Sasa shida nini sasa unanicheka? Lazima kuna watu wanakesha mdogo wangu kutafuta vitu kama hivyo. Kuna watu wanakesha misikitini na makanisani kutafuta vitu kama hivyo mdogo wangu. Kwa hiyo umepata bahati, yani ni baraka kwa vitu kama hivyo. Yani shida sio jambo la heri, yani shida familia yake, yani shida familia yake watu watata kinoma. Tena yani sitoshe mara kwanza blaza yake shehe kunifuma akanipa onyo lakini mimi sijaelewa. Yani sijui unamfahamu yule Kilomo. Unamaanisha yule vurugu huyo ambaye anasumbua mtaani kwa vurugu huyo. Alafu yani sitoshe ashe kunionya alinikuta naye. Hapo mdogo wangu umeatimba. Nimeatimba ni sio bili ndo unishauri, ndo maana nimekuita ili unishauri. Sasa naye tena hapo unisema mdogo wangu hapo yana hapa issue iko vipi? Sema so mbaya, mimi nitatoka mimi na wewe twende katika familia ili tuongee nao tujue tunafanya kitu gani. Kwa sababu ukisema tuendelee kukaa hapa tutakuwa tunayavuruga kabisa, yani hivyo yani. Basi poa brother. Kwa hiyo mdogo wangu relax. Jamini upo na mimi tunaondoka ili tukamalize wako mguu wangu. Tutoke hapa tuende katika familia yao ili tuongee nao tujue tunalisolve vipi hilo tatizo. Sasa tukienda kule waweza katuzingua kweli. Yaani hiyo haina shida kwa sababu umeenda na mimi nitajaribu kuongea nao ili niwaeleweshe ili tujue tunaishi vipi na tunamaliza vipi hilo tatizo. Inabidi tuwe makini bwana, sije tukaenda kule kama mambo mengine maana ni wale tu wenyewe wavutaji bangi wanaweza kutuchukua. Wewe blaza fanya kweli bwana. Mimi siwaze mdogo wangu, si unaniamini mimi blaza yako kipande, wewe unaanza nini? Fanya hivyo sasa mimi ni na huku familia haieleweki. Mama naye kutwa madeni, kaka amezidi naye uni ameyatimba. Hata sijui wai kwa nini mtani napokuna amani balaya nitafarani. Ameyatimba. Unasema leza sasa hivi. Usajua? Mtoto Yesu huyo hapo wewe. Kwa mtoto ndo tulia kwa chini. Tulia kwanza. Tulia. Wewe unakuja mtani kwetu wewe unakuja wewe umependeza kama hivi. Tunajua tuelewi. Tulia. Wewe mdwazili unakuja tu mtani kwetu afu unapendeza sisi tuelewi. Hebu tulia hapo. Tulia.
Hebu tulia. Amka. Tupata kibuku. Hapo mtoto anaela. Tulia. Ndoke. Halo? Nilikwambia tukutane hukuja. Mimi nimekwambia mimba siitoi. Unataka mimi nife? Yaani fanya ufanyavyo, mimi mimba sitoi hata kidogo, yaani sitoi. Unataka mtoto watu nife mimi, alafu mamangu unamwachana naye? Yaani utake usitake mimba utaelewa. Shakwambia sitoi. Dadangu nimekupeleka shule usome lakini unafanya ujinga. Dadangu nimekupeleka shule usome lakini umeshika mimba. Sasa kwa nini umekatisha malengo yako mapema? Poa. Zima wali. Mimi mzima. Ndeza. Kawaida. Naona nimemechi hiyo nguo, nywele mpaka viatu ya. Kwa kawaida yangu kupendeza. Kumbe kawaida yako bwana. Kila siku. Naona nimechi viatu, kigauni kwa mpaka nywele. Jambo la kawaida tu kama hiyo. Sisikia. Mimi ningependa kufanya au si? Mimi ndo mama, sio mwanangu. Kwa Margaret. Margaret. Ndio jina majina ya Kiingereza malkia malkia katika eneo kasiri yake ni Margaret. Kwa Margaret. Unaona kama nani? Mimi nakaa Meroya. Sasa bwana nikipitaga mimi nikipitaji mrefu sana njia hizi. Uone bwana. Mimi ni mtu ambaye niko busy sana kazi zangu. Baada ya kuonekana mtaani inakuwa ngumu sana. Niko busy na kutafuta life. Life, kutafuta maisha. Kwa hiyo unajishia na nini Margaret? Mimi nakopesha vitenge, mashati ya wawili kama vijana kama yeye, suruali. Kwa hiyo shambani kusema vitenge, maana mimi nakumbuka kipindi ile niko zangu tunachukua mizigo Kongo kupeleka Yako pale. Sasa msanii ndio mfanya biashara maarufu. Hakuna mtu anajua. Nilikuwa nachukua sana mizigo 20. Supply sana kwa Tanzania kutoka Kongo. Sasa baada basi namba ni Vipi bwana ndugu yangu? Vipi? Mbona sasa hivi uonekana upo wapi? Maana umekuwa kama ndege nyumbani kwako upo huko kule kijiweni uonekani. Vipi ndugu yangu? Vipi kwanza hela yangu vipi? Ndugu yako nani? Leo ni juu au sio? Mimi nataka hela yangu mwanangu. Hela yangu ndio. Lemoni paranku. Oya, hela yangu mwanangu sielewi yani. Kwani unamjua? Sasa huyu baby umjui huyu? Huyu salogwagwa huyu mwezi mchanga kuna miezi ikifika na nini? Huyu anakota makopo juu kule huyo. Yaani story yake umesikia? Story yake huyo. Huyu alizumiaga 200. Basi mule sikimjia. Yaani kama utamwona barabara 200. Bado pita huko bwana. Ndio kwa mazao na mdeni wako. Mage. Mwanangu unaona samusha ndege wangu vipi sasa? Mwanangu wewe je, kwa hiyo mimi mwanangu michize si ndio? Ona zingua mwanangu. Ushavusha ndege mambo yako hayo. Au sio? Mimi naomba hela 10 nakulipa sasa ndio utababa. Lini sasa lini? Sikia. Watu walibwe. Angana mazingira kumdai mtu bwana. Hata kama ile pesa ni ya kwangu. Vipi babu naomba hela yangu? Kwa nini unaomba sikulipi mimi? Lini sasa? Hela yako mimi nakulipa sasa ndo barabarani. Mimi nataka leo pesa yangu. Leo nataka hela yangu. Vipi pesa yangu? Unakuta watu barabarani wanakaa wanazungumza au unakuja na unaona dai. Unajua mimi naongea nini hapa? Sasa sikia ndugu yangu, mimi nakupa siku moja leo tu jioni mangu nataka hela yangu. Yaani sitaki mengine kabisa. Sije nikaelekea kuchukua maamuzi mengine. Oya, jioni nataka hela yangu mwanangu. Sawa?
Poa, basi nenda basi alafu nitakupa. Haya ndio hivyo bwana. Ile nyanya ya kimbili maneno kibao. Ndio hivyo. Karibu bwana. Asante baba. Zaba bwana. Hapa jema tu, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Karibu sana. Asante. Bwana baba, mimi nimekuja bwana hapa. Nilikuwa na shida kidogo. Kwa sababu wewe mzee wangu afu tushaishi vizuri muda mrefu sana. Ndio. Na shida. Shida yangu mimi ni yani nina tatizo sana katika upande wa pesa. Kwa sababu wewe mzee wangu tumeishi muda mrefu sana. Ni kweli. Na katika mtaa huu hakuna mtu yote ambaye mimi naweza nikamfuata kumlilia shida kama hiyo ya fedha zaidi yako wewe. Ni kweli. Sababu tupo muda mrefu. Ndio. Kwa hiyo mimi nimekwama kama shilingi 200,000 kama unaweza ukawa nayo. Unisaidie, maana kuna mtu ananisumbua, anahitaji hiyo fedha. Yaani nakosa talaa yani. Yaani nikimrudishia yeye mimi nitakuwa na amani sana. Ndio maana nikaona nimewaza sana ngana. Yule mzee wangu yule anaweza kanisaidia kwa mimi jinsi ninavyomuona, maana tumeishi sana na tumeishi vizuri kweli. Ni kweli. Kwa hiyo lengo langu mimi kuja hapa ni hiyo. Sawa, lakini labda nimuite kijana wangu, manake kwa sasa hivi mimi kidogo mambo na mimi yameniendea tofauti. Ila kijana wangu kidogo na yeye amepata fursa hivi kidogo, labda huenda hela akawa nayo. Labda nimuite yeye huyo. Sasa hamna shida. Ikiwezekana maana na hiyo pesa, maana kuna mtu ananisumbua kweli yani. Yaani siishi kwa raha kwa sababu ya hiyo pesa. Yaani nikipata nikamkabidhi tu mimi niwe na amani tu. Basi haina shida. Mage. Baba. Njoo mwanangu. Hapa na ndugu yangu huyo. Na shida yake kubwa alikuwa anataka akopeshwe hela. Mongo, ni wewe? Ndio mimi. Ndio mnajuana Wewe unamfahamu? Kijana wangu huyo. Huyu namfahamu. Nilikutana naye majuzi kule. Si mtoto wa Balesa huyu baba. Ndio mtoto wa Balesa. Unajua vijana bwana wanapohitaji kitu lazima alete maneno kibao. Kwa hiyo hayo kwanza achana nayo. Ila tumsaidie shida kwanza aliyokuwa nayo. Kisikana mkopeshe, atalipa. Hana taabu. Mkaji ni mwaminifu tuseme. Hana shida huyo. Sawa, mimi nitampa ila hizo hela zangu. Ndio 200,000 wameshanirudishia hela zangu maana nina kazi nazo. Sawa. Na wewe baba ndio shahidi yangu. Sio kesho na kesho kutwa tunaanza kuzingua na mtaani, mimi sitaki habari hizo. Haina taabu mama, haina shida. Haina shida mwanangu, huyo limeisha. Sawa. Leo kabisa tu. Sasa basi ujao. Umeishi muda mrefu. Ndio baba. Pesa hii. Basi shukrani bwana. Basi haina shida mwanangu. Asante. Lakini ndo kama hivyo alivyo. Ongea mwanangu. Isikia tena mpaka mwezi mpaka nini. Nashukuru.
Wanangu vipi? Kama kawa wanangu. Sana. Nyama mwingi. Unajua nini wanangu? Ndio. Kuna mchongo mimi nimeupata wanangu. Ndio. Nikasema sio kweli. Lazima nije kwa taarifa nini wanangu. Kuna mzee anafanya kazi bandarini. Ndio. Au sio? Katika kufanya kazi bandarini mimi katika kupeleleza akachukua milioni 200. Bwana 200? Ya amini hivyo mwanangu. Tupe ramani basi, tupe ramani mwanangu. Umeona sasa katika kuchunguza yule mzee ile hela analala na leo, kesho anapeleka benki kwake. Umeona ila mimi nikasema sio kweli. Subiri kwanza ni wataarifu wanangu ili madi tukaiteke ile hela milioni 200 sio ndogo wanangu. Au unasemaje mwanangu? Unasemaje mwanangu? Shavu hilo mwanangu. Hilo shavu. Kwa hiyo njia zote mimi nazijua. Na pale kuna walinzi hawa wawili. Ushanielewa? Kama kuna walinzi wawili, walinzi wenyewe mimi nawaweza afu waniambii chochote. Kwa vipi tunabukia tu kama vipi? Hawa chumba tu mwanangu mwana. Au sio? Hawa chumba tu. Sema respect moja mimi nahitaji. Sihitaji mtu muoga. Mwanangu nyama mwingi. Angalia maisha ambayo tunaishi ya kupanga. Si unaelewa? Maisha ya uchawi. Hatuna kitu. Hilo dili limetokea kwa wanangu mimi bora nifanyaje? Nikutaarifuni. Leo nisikilizeni kwa makini. Sihitaji mtu muoga. Na leo saa 5:30 inabidi tukamwingilie yule mzee. Usiku. Bora bie tu mwanangu. Kama ni hivyo. Bie tu. Hata sasa hivi. Mwanangu, tunajipanga nini kama vipi? Baadaye nini mishai kama hiyo saa 5 ndio bai oda wanangu. Unasemaje? Vipi wasia kama vipi issue kama hiyo ishatokea? Kumbuka tu tunataka kujitolea mwanga, unajua zile. Chukua miela hiyo tunajipanga sasa. Maisha kupanga kishachoka. Unajua zile. Au unasemaje wanangu? Mbona kinyonge sasa? Au sio? Bai oda mshikaji. Wewe tualibwe. Nakuaje? Ibuka mtaani kwanza, ibuka mtaani kwangu kwanza. Ndio ibuka tumalizane nikupe lako. Faster, mimi ujue hela kai mkononi na vitu vingi. Mimi ni kwa ajili yako nimekuletea hapa. Sasa wewe kuzura kwa utakuta hakuna. Hapo. Karibu. Bwana Momo. Naona hapo ndugu yangu. Mambo yanasemaje? Fresh. Bwana niliposikia simu yako tu nikashtuka nikasema huu ni Momo kweli au mtu mwingine? Maana ile mizungusho tuliokuwa tuna nini mara ugomvi mara nini nikasema ngoja kwa niende kwa nikasikilize wito wake. Vipi kuna mpya gani ndugu yangu? Mpya. Unajua tumezungumza sana kipindi cha kati hapa. Kweli kuhusu masuala haya si ndio? Ndio. Kuna usimi mwizi kwa mimi bana kuzingua. Ndio. Lakini kifupi mimi sina njaa ujue. Usone mimi nalala chini na kwenye jumba hiki. Mimi maisha mazuri ujue. Mimi ndugu zangu wako Ikulu ujue. Ndio hivyo vinavyokuwa. Wengine wako huko Labuni. Kweli. Shika lako. Asante sana bwana ndugu yangu. Sawa, angalia kwanza hizo hela. Vile zimetimia. Iko sawa? Umesikia sasa? Siku nyingine sasa. Mimi kama na jambo nataka nikuulizie, niamini tena. Mimi sio mwizi bwana. Mwana. Ndio umesema yuko Dubai kwa mama nangu si mwenyewe wizi rafiki yangu. Kwa sasa hivi unatumia simu gani sasa? Mimi sina sasa hivi ndo nataka nifanye mchakato nikanunue simu nyingine. Unatumia kile kiswahili chako kile? Ila sasa hivi nataka tachi. Kiswahili bado umesikia?
Kuna mali hapa macho matatu. Nipe. Wewe. Sikia basi wewe nipe mimi hela 200,000. Mali hapa macho matatu. Mimi basi. Mimi najua hiyo kwa zetu wengine. Watu kutoka Ufaransa mwanangu. Sawa, kaa nayo bwana. Siku nyingine bwana. Siku nyingine shika simu mwanangu hapa nipe 200,000 hiyo. Hamna hiyo. Basi nashusha. Watu walibwe. Vipi mwanangu Kilomo? Kama kawaida damu yangu niambie. Sana mwanangu. Sema nini mwanangu? Ya, nimekung'oa pale kutokana na mazingira uliyosema yale mwanangu. Mimi sijafiki kabisa katika moyo wangu, unajua. Yaani Yesu hujanielewa ninachomaanisha. Ndio damu yangu. Mwanangu pale nimekusupport kishenzi yani. Unajua mwenyewe umeona pale. Nimekusupport ila nini mwanangu? Mimi sibuki huko. Mimi siende katika issue hiyo mwanangu. Ukataka nini ujue? Mwenyewe na majangao kibao na matatizo kibao. Mimi mwenyewe hapa nilipo. Na mtu ananitafuta. Nakwambia tu ile swala mwanangu. Na nikijichanganya tena nikienda huko maeneo mwanangu na kuenda kuja kuvamia. Itakuwa hivi sio nzuri. Lakini sasa hivi mimi nitulie kwanza, nitune. Nimbali mambo yangu atulie kwanza, issue yangu itulie, afu isitoshe. Kama wewe mwenyewe utakavamia, baridi wewe chukua madogo yanja wale, nenda kavamie nao. Mimi kama unataka mimi kusupport labda ukusindikize na kusindikiza baridi tu, mimi nitaenda mpaka eneo la tukio. Unajua? Nitakupeleka eneo la tukio, mimi nitarudi, lakini kutokana na mazingira. Mwanangu. Wewe nenda kakomae mwanangu. Usijali ndugu yangu. Usijali. Mimi sio nikaforce. Pambanie. Unajua changamoto tunazopitia. Na yule mzee mimi siwezi kuiacha ile hela. Milioni 200. Angalia maisha ambayo tunapitia mimi na wewe. Wewe mwanangu. Na ndio maana alivyotukia dili lazima nikuelekeze. Sema nini? Nabii mkubwa. Na dogo janja mima. Kwa lazima niwazingatie. Ila usijali mwanangu. Mimi na fight na muomba Mungu ili jambo liwe fresh. Mwenyezi Mungu akijalia ili swala mwanangu, Mungu akijalia umshindo nikiupiga. Nitakutoa mwanangu ili nadi tuje kuficha. Mwanangu mimi kwa hilo mimi sina hofu nayo kwa sababu mwenyewe mwanangu wewe stop hadi. Unajua? Afu mwenyewe ushinda kitu chochote kile. Ila mimi ninavyokuachia hivi wewe nenda kapambane mwanangu, Mungu atakujalia, utatoka utaingia, utatoka vizuri. Hapo ukija ushatoka sasa nipigie simu. Tuongee kuna jambo lingine atakayokuchane sasa. Baridi askari. Na nyingine imetokea. Baridi askari wangu. Au sio? Baridi. Shama. Marahaba za asubuhi. Salama vipi? Safi. Naona kutoka kuamka tena. Nimetoka kuamka mwanangu, unajua tena si watu wazima, kila usiku mwili wote unauma. Sasa mama. Ningumuuliza Kilomo hapa. Nimkuta hivi. Kilomo mara mwisho jana tulikaa pale, kaondoka toka pale, nje inaniuma mie na mdada mpaka saizi hajarudi. Mwanangu njoo, nakuja mama, nisubiri sasa hivi narudi. Ndio mpaka leo mimi sijamuona. Hapa ndio nilikuwa nimeamka ili mradi nije kwako nije kukuulizia, lakini namshukuru Mungu mwanangu ameniwahi. Sasa mama, na taarifa nilizipata huko. Sababu naposemekana walienda sehemu. Usijua kwa kijana bwana mama. Walienda sehemu mwisho wa siku. Nasikia yeye kapata matatizo huko, tuanga kumuulizia kwa sababu ya rafiki yangu. Kapelekwa polisi. Amekamatwa. So mama ni si nielezee kwa sababu ni kitu kikubwa lakini sio kikubwa sana kwa sababu sijua tena Mungu akitaka tena. Mbona sikuelewi?
Mama, aniacha tu. Nachozani nachomaanisha kwamba rafiki yangu nasemekana Wanangu! Mambo vipi na kuwaje wapenzi wa YouTube? Subscribe katika YouTube channel yetu ya Master TV. Kazi yetu inakaribia kuisha ya Meatimba na pia kuna kazi nyingine ambayo inafuata hivi sasa ya Mwezi Mwema. Kaeni mkao wa kula. Kaeni mkao wa kula, bonge la jambo, yani jambo zito. Nipo na bwana Kilomo hapa. Waambie. Nakwambiaje? Sisi sio washamba. Ndio. Tunafanya vitu tu fly. Ndio. Tu enjoy. Ndio. Si unajua? Ndio. Jamani, kula kila siku tunakula. Kabisa. Lakini Ramadhani ni muhimu kwa watu. Si unajua? Ile mradi tunavofunga, Mwenyezi Mungu anatufanya kidogo wepesi. Hata majambo yetu yanakuwa safi. Ongea nao vijana wako. Bwana ndugu zangu, mimi sina mengi ya kuongea. Ila cha muhimu kuna kitu kizuri kinakuja kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo usisahau tu kusubscribe. Hivyo tu. Wanasubscribe vipi, elezea, yani wanapataje kazi, inakuwa vipi? Ukiingia YouTube ukiwa unaangalia video zetu, kwa pembeni kabisa chini huko, au sio, utakutana na alama chekundu au sengine kinakaa cheusi kutokana na mtu filter simu yake. Wewe kibonyeze tu kule. Alafu bonyeza na kikengele. Utakuwa tayari umesha subscribe jamani. Mimi naona hamna mengine kuzungumza, naona kama imeisha hiyo. Kaeni mkao, kuna Mwezi Mwema ya Meatimba hapa imeisha. Kuna kazi nyingine inakuja. Asanteni sana watu wa YouTube. Acheni comment hapo, subscribe. Jamani tupeni hela. Hizi ndo kazi zetu, si hatuwezi kukaa basi mjini hapa.